za dhati kwa uongozi mzima wa Cafe Talk kwa kunialika siku ya leo. Of course ni siku yangu ya kwanza, mara yangu ya kwanza kwenye Cafe Talk. Nikiwa kama kijana ambaye nipo hapa kwa ajili ya kuwakilisha vijana wenzangu. Kwako Mheshimiwa Waziri, tukizungumzia ajira kwa vijana, imekuwa ni naweza nikasema changamoto kubwa ambayo vijana wana face katika maisha halisi. Of course vijana wengi wanasoma, wanaenda shule, wanapambana, wanapata degree, wengine masters, lakini wakirudi mtaani ajira hakuna. Wakirudi mtaani kwenda kutafuta kazi, unaenda sehemu unaambiwa tunahitaji mtu ambaye ana 5 years experience. Sasa 5 years experience na mimi ndo kwanza nimemaliza wapi na wapi, unaona? Kwa hivyo ni swala ambalo imekuwa ni mtihani mkubwa sana kwa vijana wengi. Sasa serikali ya awamu ya 6 imefanya nini katika kutatua ajira kwa vijana? Lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi inasemaje kuhusu ajira kwa vijana? Nami nichukue nafasi kwanza kushukuru kwa kunialika kwenye kipindi hiki ambacho sijawahi kushiriki na kisikia tu. Lakini la pili niwapongeze kwa kuandaa, kwa sababu nadhani ndio kipindi cha kwanza ambacho kinafanyika kinazungumzia mambo ya uchaguzi nje ya majukwaa. Uchaguzi wote sasa upo kwenye majukwaa. This is the first program ambapo tunaanza kujadili mambo ya uchaguzi kwenye session kama hiyo. Niwapongeze sana. Jambo la pili ni kweli ajira ni jambo kubwa, zito, muhimu sana kwa wananchi wetu na hususan vijana. Ili kutatua changamoto ya ajira, mambo makubwa ni mawili. La kwanza, silaha kubwa sana ya kupambana na ajira ni elimu. Kwa lazima wananchi wako wapate elimu kwa ujumla wake kabisa. Kwa hivyo sisi tumefanya nini? Serikali yetu ni kwamba imeendelea kupanua fursa za elimu katika kila ngazi, shule ya msingi mpaka sekondari, kuanzia chekechea mpaka mwisho. Kwa hivyo la kwanza katika ajira, watu wapate fursa za elimu, na tunapeleka watu shule sio ili wakaajiriwe, tunapeleka watu shule ili wapate elimu, wapate ujuzi, waweze kupata nyenzo ya kupambana. Kwa hiyo ni kwanza, na ambacho tumekifanya sisi ni kuendelea kupanua fursa hizo kuanzia elimu ya awali, shule ya msingi, sekondari mpaka chuo kikuu. Unafahamu kwa sasa kwa nchi yetu kisera tunasema elimu msingi ni mpaka form 4, kwa sababu tafiti zinaonyesha duniani kwamba ili mtu aweze kuwa na nyenzo ya kupambana angalau au amekaa katika elimu kwa miaka isiyopungua 10, maana yake inakupeleka mpaka form 4. Kwa hiyo moja ya jambo tunalofanya ni universalization of secondary education, kwamba kila mwananchi hapa apate elimu ya sekondari, na sasa tunaweza kupeleka watoto takriban 70% wanaomaliza elimu ya msingi kwenda sekondari. Na elimu ni kwamba wanasoma nini? Fursa imetolewa, lakini wanapokaa darasani wanapata vitu gani? Kwa hivyo tulichofanya ni kwamba kwa muda mrefu sana elimu yetu ilikuwa ya kitaaluma zaidi. Anafahamu physics, anafahamu chemistry, anafahamu biology, kidogo kwenye eneo la study na ujuzi tulikuwa tujajimaliza vizuri. Ndio maana serikali katika miaka miwili iliyopita tumefumua kabisa sera na mitaala ya elimu Tanzania, tukijikita zaidi kutoa elimu ya amali, ufundi na ujuzi, ili watoto wanapomaliza hapa awe amepata nyenzo ya kuweza kujitegemea. Kwa hivyo tunayo sera mpya ya elimu na tunayo mitaala mipya ya elimu ambayo tunakwenda nayo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tumeyafanya katika upande wa ajira. Lakini jambo la pili katika swala la elimu ni lazima utengeneze mazingira ya fursa za watu kuweza kuajiriwa na kujiajiri katika sekta binafsi na katika sekta ya umma. Bahati nzuri au mbaya, duniani kote sekta ya umma inaajiri watu wachache sana. Hapa Tanzania zaidi ya 90% ya ajira zote zinapatikana katika sekta binafsi. Kwa hapa inabidi ufanye mambo mawili.
Kwanza lazima uendelee kuimarisha sekta binafsi, na tumekuwa tukifanya hivyo. Sekta binafsi Tanzania inaenda kukua hatua kwa hatua. Ndio maana hata hapa vyombo vya habari mliopo hapa, ukiangalia hapa labda kama kuna TBC, lakini vyote ambavyo viona hapa ni sekta binafsi. Kwenye yote hapa umeajiriwa sekta binafsi, jambo ambalo ni jema sana. Hata ndugu yangu huyu atasema kama amefanya kazi serikalini, lakini huyu ni mtu wa sekta binafsi miaka yake wote, anaandika na vitabu na kwenye viwanda. Kwa sekta binafsi ndio jibu la ajira. Lakini katika hilo sasa, serikali lazima iweke mazingira ya sekta binafsi kukua na kuweza kufanya biashara ili iajiri watu wengi zaidi. Tumekuwa tukifanya hivyo. Sasa niseme kidogo tunachoenda kukifanya katika ilani hii. Kwenye ilani hii tuna mambo mawili makubwa kuhusu ajira. Jambo la kwanza, amesema vizuri katibu mkuu wa Jumuiya ya Vijana ya wazazi kwamba tumeajiri watu idadi iliyotamka zaidi ya milioni 8. Lakini kwa kweli zaidi ya 80% ya hao ni kwenye sekta isiyo rasmi. Na ili kupima usafi wa ajira lazima tuongeze ajira katika sekta iliyo rasmi. Na tumejikomiti kwenye ilani hii. Tunaenda kutayarisha ajira milioni 8, lakini angalau 50% zitoke kwenye sekta iliyo rasmi, ikiwemo sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa hilo ni eneo ambalo tumejipambanua ili kwenda huko. Tunacho kwenye ilani yetu ina vipaumbele 9, lakini moja ya kipaumbele cha pili kinazungumzia kupanua fursa za ajira kwa vijana, na tumeainisha hatua 10, nizitaje tu chache. Hatua ya kwanza, tafiti zinaonyesha kwamba ajira nyingi katika sekta iliyo rasmi, ukiacha kilimo, zipo kwenye viwanda. Na sisi kama nchi tumetambua kwamba fursa kubwa ni kwenye kuongeza thamani ya mambo ambayo tunayazalisha, iwe ni katika kilimo, mifugo, uvuvi, madini, misitu. Kwa tumeamua kwamba ajenda kubwa kwenye viwanda itakuwa ni kuchochea viwanda ambavyo vinazalisha thamani, hususan viwanda vidogo vidogo na viwanda vya kati. Kwa tumekubaliana kwenye ilani hii kufanya mambo mawili. Kwanza, mazao yetu ambayo tunayazalisha yasitoke nje bila kuongezewa thamani. Utaona kuongeza mauzo ya nje mpaka kufikia karibu dola za Kimarekani bilioni 9 kwa sasa. Lakini bado tunasafirisha mazao ambayo yana thamani, iwe ni misitu, iwe ni madini na kadhalika. Tumeweka sheria ya inaitwa local content kwa kusafirisha uweze kuongeza thamani, na ndio maana juzi kwenye mradi uliganga Mchuchuma ambapo tumekubaliana na wawekezaji ni kwamba pale njua chuma badala ya kuchukua chuma na kukipeleka nje. Kwa hivyo ongeza thamani itakuwa kazi kubwa, lakini tumeweka vile ajenda ya kufungua na kujenga mitaa ya viwanda, wanaita wengine kongani za viwanda, kwenye kila wilaya. Lengo ni kwamba wakulima, watu wanaofanya kazi kwenye madini, misitu, wasisafirishe kwenda kuuza yale mazao, waanze kitu kinaitwa primary processing. Kwa kama ni mafuta ya alizeti, badala akauze alizeti, auze mafuta ya alizeti ambayo yameshaanza kuchakatwa pale Shelui kwenye ngazi ya tarafa, kwenye ngazi ya kata, ili akamuuzie kiwanda kikubwa semi processed product. Kwa kufanya hivyo, vijana wengi wataenda kuajiriwa kwenye viwanda, na tunakadiria tukifanya hivyo katika miaka 5, vijana wasiopungua milioni mpaka milioni 6 wanaweza kuajiriwa katika viwanda vya namna hii, na hiyo ndio itakuwa njia kubwa ya kuweza kujenga ajira. Kwa hiyo mambo ambayo tumefanya, tumeweka mambo makubwa zaidi kwenda kufanya tunapoelekea miaka 2030. Lipo kwenye ilani yetu, lakini pia limetamkwa waziwazi kwenye dira 2050. Asante sana Profesa Kitila Mkumbo. Nilikuwa nakuomba kwa heshima na taadhima, samahani, kama unaweza kusogea huko. Mimi niko hapa, usijali. Okay, Charles William, swali lako la mwisho alafu utampisha Farhan. Sawa? Karibu sana. Asante. Nilikuwa na swali la nyongeza kwenye eneo la ajira, alafu pia na swali langu la msingi ambalo nilikuwa nimeliandaa Profesa. Kwenye eneo la ajira, pamoja na kwamba ni kweli sekta binafsi ndio inapaswa kuajiri wananchi walio wengi, lakini Watanzania wakikaa wanaziona ajira za wazi zilizopo serikalini.
Kwa mfano, wananchi wengi wa kipato cha chini wanapeleka watoto wao kwenye hizi shule za serikali ambazo serikali imefanya kazi nzuri ya kujenga kwa wingi, zahanati, vituo vya afya kwa wingi, lakini 40% ya shule zetu kuna upungufu wa watumishi kwa zaidi ya 40%, upungufu wa walimu kwenye shule zetu, lakini kuna upungufu wa watumishi wa vituo vya afya zaidi ya 40%. Na huko ndo ambako wananchi wa kipato cha chini wanapeleka watoto wao kwenye shule hizo, ndo wanapeleka wagonjwa wao kutibiwa kwenye hospitali na vituo hivyo vya afya ambavyo vina upungufu wa watumishi kwa zaidi ya 40%. Sasa nataka kujua serikali ya awamu ya 6 imefanya nini kutatua tatizo hilo la upungufu mkubwa wa watumishi kwenye shule pamoja na kwenye sekta ya afya. Lakini la pili, kwa sababu ndo naondoka Profesa, Watanzania wengi wa kipato cha chini wanaamini sababu kuu za umaskini wao ni 3: uzembe, ufisadi na rushwa. Nitaka nifahamu serikali ya awamu ya 6 imefanya nini katika kupambana na uzembe, ufisadi na rushwa? Asante sana. Ajira, ni kweli katika sekta ya kutoa huduma duniani kote, serikali ina majukumu ya msingi 5, tutataja baadaye, lakini kwa sasa ni mawili. Jukumu la kwanza kabisa, serikali lazima ihakikishe nchi ina amani, nchi ina utulivu, ina usalama, ina umoja na mshikamano. Jukumu la pili ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba huduma za msingi katika jamii zinapatikana. Ni zipi hizo? Afya, elimu, maji. Hizi ni huduma ambazo mtu mmoja hawezi kuzifanya. Lazima serikali izipe kwa niaba ya umma. Kwa hivyo, na huduma hizi zikamilike zinahitaji mambo mawili makubwa. Kama ni elimu, unazungumzia vitu viwili tu. Unazungumzia walimu, unazungumzia miundo mbinu ya kutoa elimu. Sasa, na kwa kweli walimu ndio muhimu kuliko miundo mbinu. Ukiwa na walimu wa kutosha, wana wenye ujuzi, hata ukampeleka mtoto kwenye mti bado anaweza akasoma. Lakini hata ukaifanya hii hoteli ya Hyatt kuwa shule, isipokuwa na walimu wa maana, bado elimu haiwezi kutokea. Kwa hivyo ni muhimu sana. Kwa hivyo mwaka 2020 unazungumzia 40%. Mwaka 2020 upungufu kwenye sekta za huduma za jamii kwa maana ya afya, elimu na maji ulikuwa wastani wa 60%. Na kwa sababu gani? Kwa sababu serikali iliacha kuajiri kabisa kwa miaka 5 mfululizo. Kwa hivyo kuanzia mwaka 2020-2021 tulirekebisha, na rais wa akaamua kufungulia ajira kama ambavyo alifungulia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Kwa alifungulia ajira, na mpaka tunaondoka bungeni ilishaajiri watumishi wa umma 135,000. Sasa imeweza kupunguza sasa upungufu. Kwa mfano kwa sekta ya elimu ngazi ya msingi kwa maana primary na secondary imefika takriban 20%, na kwenye afya imebaki takriban 30%. Ndio maana tumesema commitment moja ambayo tumeiweka, immediately Mheshimiwa Rais akishaapishwa ndani ya siku 100 aajiri watumishi wasiopungua 12,000 kwenye sekta ya afya na kwenye sekta ya elimu, 7,000 walimu, 5,000 wakunga pamoja na wengine kwenye sekta ya afya. Kwa hivyo ndio tunafanya. Kwa hiyo tumepiga hatua na tumejiwekea kumaliza katika sekta ya hii huduma. Na yumba hii. Sasa unajua tumezoea kwenye majukwaa kule. Sawa, nashukuru. Lengo la serikali ni kuona kwamba tunaondokana na upungufu wa watumishi katika sekta ya afya na sekta ya elimu. Kwa kuanzia haraka sana, Mheshimiwa Rais ameshajiahidi ataajiri watumishi 12,000, 7,000 walimu na 5,000 kwa upande wa sekta ya afya. La pili ilikuwa ni swala la ufisadi. Tumefanya nini? Kwa vipimo vya Transparent International ndio inaopima mwenendo wa rushwa duniani. Tanzania ni ya pili kwa Afrika Mashariki kwenye kupambana na rushwa. Tumezidiwa na Rwanda. Ndani ya Afrika katika nchi 54 sisi ni wa 14. Na inaonyesha kwamba tumekuwa tukipiga hatua
kwenye swala hili la mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo kuna kazi kubwa imefanyika ya kupambana na rushwa na hata ufisadi. Na kwenda mbele tumejikomiti, ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ni moja ya lengo kwenye eneo la utawala bora, kipengele cha 3 ukurasa 31, kuimarisha na kudumisha mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, uzembe na wizi ndani ya sekta ya umma. Kwa hiyo tumejikomiti vizuri sana. Lakini unapotoka huko mbele, takwimu zote zinaonyesha kwamba Tanzania inapiga hatua kwenye swala la rushwa, mapambano yake. Nashukuru sana. Asante sana Profesa. Farhan, naomba usogee. Farhan Kihamu kutoka Clouds Media, sogea. Charles, nitakushtua baadaye tena. Karibu sana. Stanislaus Lambert kutoka Go FM. Karibu sana kwa maswali. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, nashukuru kwa ufafanuzi mzuri. Nitakurudisha kidogo kwenye elimu alafu nitauliza swali lingine la msingi. Kuna baadhi ya mataifa kama vile Korea Kaskazini wanaweka sera ya elimu kwamba tunataka kuzalisha vijana wa namna gani pengine miaka 15 ijayo kulingana na dira ya taifa lao. Sisi tumebadilisha mitaala, mifumo ya elimu kuwaruhusu vijana kujifunza vitu mbalimbali. Kwa nini tusingetengeneza mfumo wa elimu ambao utazalisha watu ambao baada ya miaka kadhaa watakwenda kuakisi na kufanya kile ambacho dira ya taifa inataka? Swala la kwanza. Lakini swala la pili ni kuhusiana na swala la uchumi. Kwa nini uchumi wetu wa Tanzania haujawahi kuzidi 7% kwa takriban miaka 20 hivi iliyopita? Wakati ukiangalia taifa kama Ethiopia, Rwanda, wao wamefika mpaka 10% mara kadhaa. Tatizo lipo wapi? Ni uongozi, mfumo ama? Nianze na swali la kwanza kwa kati ya dira na sera, ipi ilipaswa kwanza? Tunaandaa dira, ilikuwa lazima maisha yaendelee. Kwa hiyo tusingesema kwa sababu dira hii inaisha, haijakamilika, hebu tusubiri kwanza. Kwa hivyo kulikuwa na urgent need ya kuangalia upya mfumo wetu wa elimu. Na kwa kweli ilikuwa ni kilio kikubwa sana cha Watanzania wengi kuhusu mfumo wa elimu wa Tanzania na sera yake. Na hivyo Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani mwaka 2021, wakati anahutubia bunge Aprili, aliahidi na kuelekeza kwamba mfumo wa elimu upitiwe upya, na ndipo waziri wa elimu ilikuwa lazima atekeleze maelekezo yale. Lakini kwa kufuata dira hii, maelekezo ya rais wakati anazindua dira ni kwamba sasa sera zote na sheria zote zitapitiwa upya, zote ziwe aligned na dira kabla ya tarehe 1 mwezi wa 7, tarehe ambayo tunatarajia utekelezaji wa dira hii uanze, ikiwemo elimu. Kwa hivyo bahati nzuri wenzetu wa elimu walitangulia na tumekuwa tukiwasiliana nao, lakini kwa sasa watafanya adjustment kuoana na dira. Lakini kwa adjustment sio kubwa. Mambo mengi ambayo wameyafanya yanaakisi vizuri sana dira, kwa sababu focus kubwa ni swala la ujuzi, science, teknolojia, ubunifu kwa vijana ambao tayari hapo address, lakini otherwise wataenda kuya-align. La pili, kuhusu uchumi. Ni kweli kwa miaka 20 uchumi wa Tanzania umekuwa kwa wastani wa takriban 6.2 mpaka 6.7. Na kwa tathmini ya mashirika ya kimataifa ya kifedha ikiwemo IMF na Benki ya Dunia, wanasema wazi kabisa kwamba uchumi wa Tanzania umekuwa stahimilivu sana na umekuwa vizuri kwa sababu kubwa moja. Uchumi wetu hautegemei sekta moja, unategemea sekta mchanganyiko. Ni mara moja 2011-12 uchumi wetu ulikuwa kwa 10% mpaka 11, lakini miaka mingine yote tuliokwenda kiwango cha juu sana 7 nukta something. Na lengo letu ilikuwa ukue asilimia sio pungua 8%. So changamoto ni wapi? Ni katika maeneo mawili. Ili uchumi ukue vizuri, lazima uwekezaji ufanyike sana kwenye miundombinu ya uchumi.
Na ni ipi kwa Tanzania? Ni ile tunaita integrated logistics, yani miundombinu fungamanishi. Tanzania ni nchi ambayo imebarikiwa sana kijiografia, lakini ilikuwa haijafunguliwa kwa sababu hatukuwa na reli hakika, hatukuwa na bandari ikifanya kazi much more efficiently, hatukuwa hata na anga vizuri. Tulikuwa tujatumia vizuri usafiri wetu kwenye majini. Na ndio maana kwenye dira hii tumeweka swala la miundombinu fungamanishi kuwa ni kipaumbele ya driver kubwa. Kwa hivyo kwa uwekezaji ambao tumefanya na la tatu tusisahau, tulikuwa na umeme kidogo mno. Bila kuwa na nishati ya umeme ya uhakika huwezi kujenga viwanda. Kwa hivyo viwanda vyetu vingi hapa, mimi nilikuwa waziri wa viwanda mwaka 2021. Moja ya changamoto kubwa kuliko zote ilikuwa ni kwamba hatuna umeme. Hasa tumefanya nini? Moja, tumeongeza uzalishaji wa umeme takriban zaidi ya megawati 2000 kwa kipindi cha miaka 5 tu baada ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini kwa kwenda kuanza mradi wa LNG ule wa dola bilioni 42 kule Lindi, tunaenda kuwa na umeme wa hakika kutoka kwenye kuzalisha umeme kwenye umeme wa gesi. Lengo letu ni kwamba ifika mwaka 2050 lazima tuzalishe umeme usiopungua megawati 50,000 kwa dira hii. Kwa hivyo hiyo ya swala la umeme na kutokuwepo miundombinu fungamanishi ilichelewa sana, ilichangamsha sana kwenye kukuza uchumi wetu. Sasa baada ya kuwekeza vizuri kwenye miundombinu ya uchumi ikiwemo reli kama mnavyofahamu, tunaenda kuwekeza swala la mabarabara tunajenga, tunafungua bandari kama alivyoelewa kupitia uwekezaji hapa Dar es Salaam. Kwa uwekezaji mkubwa kwenye umeme tunatarajia uchumi wetu ukue kwa asilimia kati ya 8 mpaka 12 kuelekea mwaka 2050. Asante sana Profesa. Kwa wewe ambao ndo kwanza umeanza kufuatilia kupitia media partners wetu, hii ni Cafe